Sifa na utukufu ni kwa Yahawa, Bahashem, Yahawashai, Bahashem, Raha, Kwadash, ambapo Yahawa ni jina la Mungu kwa lugha ya zamani ya Kiebrania. Bahashem ni kwa jina la Yahawashai, ni mnayemwita Yesu Kristo bila kufahamu jina lake, anaitwa Yahawashai. Kwa hiyo karibu kwenye somo jingine tena, nitaenda kuongelea kuhusiana na Pasaka ya Bwana na kuwa kuna tofauti kati ya Easter na Pasaka. Na Easter ni sikukuu ya kipagani ambapo wanasherekea Mungu wa urutubishaji, anaitwa Easter. Wanasherekea Mungu wa urutubishaji, anaitwa Easter, ambapo hapo ndio unapata Easter, ambapo chimbuko lake ni Misri. Au Babeli ya zamani, ile Babeli ya Nimrod. Na ndio maana ukiangalia kwenye Easter, hasa huko Ulaya, kuna kitu kinaitwa Easter bunny. Wanasema kwamba sungura anataga mayai, sijui wanakuwa wanamkimbiza sungura na mambo kama hayo, kitu ambacho hakihusiani kabisa na Biblia. Lakini sisi wana wa Israeli ambao ni manigro, Wahindi wekundu na Malatinas, tunasherekea Pasaka, ambapo Pasaka tunaazimisha siku ambayo Mungu aliwaokoa wana wa Israeli kutoka Misri, akawaua wazaliwa wa kwanza wa Misri, ikiwemo nyumba ya Farao, lakini akawavuka wana wa Israeli. Ndio maana ya Pasaka. Unaona? Kwa hiyo Mambo ya Walawi 23:5, mwezi wa kwanza siku ya 14 ya mwezi, wakati wa jioni, ni Pasaka ya Bwana. Unaona? Kwa hiyo tunaendelea hapo. Kama tunaenda kwa Hesabu 9 mstari wa kwanza, anakwambia kisha Bwana ambaye ni Yahweh Bahashem Yahawashai akanena na Musa katika bara la Sinai mwezi wa kwanza wa mwaka wa pili baada ya kutoka kwao katika nchi ya Misri, akamwambia tena, wana wa Israeli na washike sikukuu ya Pasaka. Sio watu wote, wana wa Israeli na washike sikukuu ya Pasaka, kwa sababu Pasaka haihusiani na mataifa mengine. Pasaka ni sherehe ya wana wa Israeli kwa wakati wake ulioagizwa. Siku ya 14 ya mwezi huu, wakati wa jioni, mtaishika kwa wakati wake ulioagizwa, kwa amri zake zote, kama hukumu zake zote zilivyo, ndivyo mtakavyoishika. Unaona? Kwa hiyo sasa tukienda kwenye Agano Jipya, kienda kwenye Agano Jipya, tuendelee. Hii ni Marko 14:12. Anasema hata siku ya kwanza ya mikate, ambayo siku ya kwanza ya mikate ndio Pasaka. Siku ya kwanza ya mikate inaanza siku ya Pasaka. Ndio maana wana wa Israeli walikuwa hawatakiwi kula chachu. Unakula mikate ambayo haijachachwa, hautakiwi kula chachu katika siku ya Pasaka. Nakwambia hata siku ya kwanza ya mikate iliyochacha, mtaona kwa nini hautakiwi kula chachu, ambao kwa Kiingereza tunaita leaven, ambayo hiyo ilikuwa ina maana yake kiroho. Ndio maana Biblia inakwambia Agano la Kale ni kivuli cha mambo yajayo, haimaanishi kwamba limepitwa na wakati. Hata siku ya kwanza ya mikate isiyochachwa, walipoichinja Pasaka, wanafunzi wake wakamwambia, ni wapi utakapo tuende tukaiandalie ile Pasaka? Unaona? Kwa hiyo hata mnayemwita Yesu Kristo jina lake anaitwa Yahawashai alisherekea Pasaka. Unaona? Kwa hiyo tunaendelea.
Wakorinto wa kwanza 5:6, kujisifu kwenu si kuzuri, hamjui kwamba chachu kidogo ulichachua donge zima. Kumbuka kule tuliona kwamba hautakiwi kula mikate iliyotiwa chachu, ilikuwa ina maana yake kiroho. Basi jisafisheni mkatoe ile chachu ya kale. Hii ilikuwa inaenda kwenye dhambi. Kuna watu wengine wanasema dhambi hii ni afadhali kuliko dhambi. Kwa mfano, kama kuna mtu anamwangalia shoga na yeye anajiangalia, yeye dhambi yake ni kulala na wake za watu, yule mwingine ni shoga, anasema bora mimi naye lala na wake za watu kuliko huyu shoga. Lakini Biblia inakwambia chachu kidogo uchachua donge zima. Kwa hiyo usiwe na visingizio, unatakiwa kwanza ujiangalie wewe kabla hujaanza kumnyoshea mtu mikono. Unaona? Akamwambia basi jisafisheni mkatoe ile chachu ya kale mpate kula kuwa donge jipya kama vile mlivyo hamkutiwa chachu, kwa maana Pasaka wetu amekwisha kutolewa kuwa sadaka, yaani ya hawashai. Basi na tuifanye karamu si kwa chachu. Sasa hapa of course Pasaka ilikuwa ni sikukuu ya Wayahudi kuadhimisha Mungu alivyookoa kutoka Misri, lakini sasa Yahawashi, yawe mnayemuita Yesu Kristo, yeye akawa Bwana wa Pasaka. Unaona, akawa Bwana wa Pasaka kwa sababu kile kitendo cha wana wa Israeli kuwaokoa na yule malaika aliyepita na kuua wazaliwa wa kwanza wa Misri, lakini akawavuka wana wa Israeli, ilikuwa inawakilisha katika kipindi hiki unapo muamini Yahawashi ukamweka moyoni mwako, unaona, itakapokuja kipindi cha uharibifu, ule uharibifu utakuvuka. Kwa hiyo ilikuwa inasimama badala ya sasa hivi. Kwa hiyo Yahawashi yeye anakuwa ndo Bwana wa Pasaka. Unaona? Basi na tuifanye karamu si kwa chachu ya kale wala kwa chachu ya uovu na ubaya. Chachu ya kale, una kitu ambacho ulikuwa unasema hiki kitu nitakiacha, hiki haiwezi kafika mwaka hiki. Sijamaanisha hivi, hiki kitu nitakiacha hiki. Kile unafika mpaka Pasaka bado una ile chachu ya kale. But kwa sio chachika ndipo weupe wa moyo wa kweli. Unaona? Tuendelee. Hiyo Waebrania 11:29 nakwambia kwa imani wakapita katika bahari ya Shamu kama katika nchi kavu, wa Misri walipojaribu kufanya hivyo wakatoswa. Unaona? Ngoja niangalie. Waebrania 28. Ngoja ni 11:28 nakwambia kwa imani kwa imani akatoka Misri asiogope ghadhabu ya mfalme, maana alistahimili kama amuonaye yeye asiyeonekana. Kwa imani akaifanya Pasaka na kule kunyunyuza damu, ili yule mwenye kuwaangamiza wazaliwa wa kwanza asiwaguse wao. Na mwenye kuwaangamiza wazaliwa wa kwanza, na yule aliyewaangamiza wazaliwa wa kwanza wa Misri alikuwa ni Yahawashi, yeye mnayemuita Yesu Kristo sasa hivi. Unaona? Kwa hiyo sasa ujue kutofautisha kati ya Easter na Pasaka. Ngoja tuende kwenye. Kwa hiyo anakuambia Easter, kuna utofauti kati ya Easter na Pasaka. Unaona? Anakuambia it is purely Jewish religion festival about freedom from Egypt. Anakuambia Pasaka haina mambo ya kipagani kabisa. Unaona? Easter anakuambia kuna baadhi ya tamaduni kama hiyo, sijui sungura anataga mayai wameitaja na hapa, zina maanisha Mungu wa urutubishaji ambayo zimetokea huko nyuma. Unaona? Ambapo sio mambo ya Mungu. Kwa hiyo wewe unayesherehekea Easter, unaona,
Unaona,